السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الصلاة راحة للمؤمنين ومفزعا للخائفين ونورا للمستوحشين، والصلاة والسلام على إمام المصلين والمتهجدين وسيد الراكعين والساجدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أول دعائنا، وصل وسلم على سيدنا محمد في أوسط دعائنا، وصل وسلم على سيدنا محمد في آخر دعائنا. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، وعدد من صلى عليه المصلون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، وعدد ما صلى عليه المصلون وعدد ما لم يصل عليه الساهون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي العشي والضحى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين، وأعتقنا من النار أجمعين مع الآباء والبنين والأحبة والأقربين والجيران والأهلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا إنك عالم بجميع حوائجنا فاقضها، وعالم بجميع عيوبنا فاسترها، وعالم بجميع ذنوبنا فاغفرها، وعالم بجميع ديوننا فاقضها، وعالم بمن يؤذينا فاكفنا إياه حتى لا يؤذينا، وعالم بمن يصلحنا فاصلح لنا يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتوبتنا يا إله الأولين والآخرين، وأورثنا الجنة مع المحقين ولا تردنا خائبين. اللهم ربنا وكما بلغتنا هذا الشهر الكريم فاغفر لنا بحرمته، وارزقنا السعادة والمغفرة ببركته، واكتب لنا براءة من النار وأمنا من العذاب وجوازا على الصراط، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، watukufu wapenzi wa Kiislamu, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ametuonesha siku hii ya leo yaumu thulatha
siku ya Jumanne katika siku yetu ya 20 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watukufu wa Kiislamu, tukumbushe umma kwamba tumebakisha siku chache sana, nazo ni siku 9 au siku 10 tuweze kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hatuna budi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutubakisha, aweze kututunga, atujalie nasiha na afya iliyokuwa njema, tuweze kukamilisha sehemu chache kabisa iliyobakia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watukufu wa Kiislamu, tukiwa katika mwendelezo wa vikao vyetu vya ahkamu Ramadhani, kuweza kuyazungumza baadhi miongoni mwa yale ambayo tumeanza kuyazungumza katika darasa zilizotangulia, qiyamul layl wa tahajjud. Na leo siku ya Jumanne imeafiki kabisa kwamba ndio siku tutakayokuwa tutarajia tuanze kuamka usiku, na tuwakumbushe Waislamu kwamba kuanzia leo Jumanne itakuwa watu wanasimama usiku wa saa 8 kuweza kutekeleza swala ya tahajjudi. Kwa hivyo tuwakumbusha, pamoja na kwamba imeafiki ndio mada ambayo tunataka tuitaje katika wakati ambao kwamba tuko nao. Watukufu wa Kiislamu, swala ya tahajjud na swala ya qiyamul layl ni swala ambazo kwamba Mola subhanahu wa ta'ala amezitaja ndani ya Al-Qur'anul Karim, kama namna tulipotanguliza zile aya katika darasa yetu iliyotangulia, aya 3, aya ambazo kwamba zinathibitisha amri ya watu kuamka usiku kwa ajili ya qiyamul layl na kwa ajili ya swala ya tahajjudi. Aya kwanza tunaisoma katika sura Al-Muzammil, aya yetu ya kwanza hadi aya 5. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimhutubia Mtume, Bismillahir Rahmanir Rahim, ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Aya hizo, aya zetu 5, ni aya ambazo ukenda ukazitazama kwa undani katika maelezo utakuta ni baadhi ya aya ambazo zinaashiria na zinaamrisha swala ya usiku. Ya ayyuhal muzammil, ewe Mtume. Hapa muzammil ni miongoni mwa majina aliyoitwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kadhalika akaitwa mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, pia akuitwa Mtume. Ambiwa qumil layla illa qalila, simama usiku lakini usisimame usiku wote, illa qalila. Nisfahu, simama nusu ya usiku, aruqus minhu, ama punguza kidogo, qalila kidogo, au zida alayhi, ama uzidishe.
Aya pili katika sura Al-Isra ambayo tumeitaja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Mtume, wa min al-layli fatahaddath bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa min al-layli, inapoingia usiku, fatahaddath bihi nafilatan lak, simama uswali swala ya usiku tahajjud, nafilatan laka, kujitolea kwa ajili ya fedha zako. Wa min al-layli, na usiku, na kutokamana na usiku, fatahajjad bihi, simama uswali swala ya tahajjud, nafilatan laka. Nafila ni swala zile za sunna zetu nawafi. Kwa hivyo aya pili bado utaikuta yaashiria katika nini? Swala ya usiku ambayo ni tahajjud. Wakadhalika aya mwisho tukaisoma kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala anasema, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aya hiyo bado pia inaashiria amri ya watu kuamka usiku na kuweza kuswali swala ya usiku, ikiwa miongoni mwayo ni swala ya tahajjudi, ambayo Waislamu swala hiyo tunataraji kuamka kuanzia usiku wa leo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe afya, atupe kuwa na tuwezeshe na tusaidie tuweze kuamka leo siku ya Jumanne katika swala kama hiyo ya tahajjudi. Tukiingia sasa katika dalili za sunna ya Mtume sallallahu kuweza kutazama, je, Mtume na yeye amesema nini kuhusiana na swala ya usiku kama hiyo ya tahajjudi na qiyamul layl. Katika hadithi ambayo tumeinukuu katika Sahih Muslim, hadithi ya Abi Hurairah mashuhuri sana, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, ayu salati afdalu ba'da al-maktuba wa ayu siyami afdalu ba'da shahri Ramadhan. Mtume aliwahi kuulizwa. Aliulizwa vipi? Aliulizwa, ayu salati afdalu ba'da al-maktuba, ya Rasulullah, ni swala gani bora zaidi baada ya swala za faradhi, baada ya swala tano za faradhi ya lazima, swala ambazo hatuziwezi, zimetushinda, swala ambazo zimetushinda, swala tano ya alfajiri zimetushinda, hatuswali, ya dhuhuri hatuswali, ya asri hatuswali, hakuna swala tunayoweza, swala zote hatuziwezi. Tarawih pia imetushinda, hatuko tena msikitini. Kwa hivyo Mtume aliulizwa, ni swala gani nyingine bora zaidi, yenye thawabu nyingi, yenye fadhila, yenye utukufu baada ya swala za faradhi? Wa ayu siyami afdalu ba'da shahri Ramadhan, kisha tuzo tena, na ni somo gani, somo ya kufunga ambayo ina utukufu baada ya Ramadhan? Hakuna somo bora zaidi kwa Muislamu kufunga kama Ramadhani. Kisha baada ya Ramadhani kwa sisi tunazofuatia sasa za sunna ambazo si lazima, tunaulizwa ni gani inafuata kwa bora baada ya Ramadhani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa katika majibu yake ni mwenye kusema, afdalu salati ba'da al-maktubati as-salatu fi jawfi al-layli wa afdalu siyami siyamu shahrillah al-muharram. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika majibu yake akijibu swali hilo kwamba ni swala gani bora baada ya swala ya faradhi, na ni kwa sababu baada ya zile swala tano za lazima, fajri, dhuhur, fajri au subh, salatu fajri au salatu as-subh, na fiqhi imetumia subhi. Lafzi za fiqhi zimetaja subhi,
salatu subhi, wakadhalika salatu al-fajr, dhuhri, asri, maghrib wal isha. Baada ya hizi swala tano za lazima, kuna swala zingine nyingi sana ambazo zaitwa sunna ama nawafila, swala ambazo za mtu kujitolea mwenyewe uweza kuzitekeleza, ambazo si lazima, lakini ni swala zenye ubora na utukufu kwa mwenye kuzisimamisha. Ziko nyingi sana. Miongoni mwa hizo swala Mtume anasema yenye kufuata, yenye ubora zaidi inayofuata swala ya lazima, asema afdalu salati ba'da al-maktubati, bora zaidi ya swala baada ya swala za lazima, as-salatu ni swala fi jawfi al-layli, inayoswaliwa usiku mwingi. Afdalu salati, swala yenye utukufu na fadhila baada al-maktuba, baada ya zile za lazima ni ipi? Tumesema baada ya swala za lazima kuna swala nyingi jamaa. Kuna swala ya Eidain ama siku, kuna swala ya Idi mbili, kuna salatu istisqa, kuna salatu kusuf ya kusuf, kuna salatu tarawih, kuna salatu tasabih, kuna salatu al-dhuhr, kuna salatu qabliya wal ba'diya. Ni nyingi sana swala sipo, lakini Mtume katika kujibu swala ambayo ni bora sana baada ya lazima, as-salatu ni swala fi jawfi al-layli, inayoswaliwa usiku mwingi, nayo ni swala ya tahajjud wa kadhalika qiyamul layl. Na katika darasa iliyotangulia nyuma tumeweza kuweka tofauti iliyoko kati ya swala ya tahajjud na qiyamul layl. Tukasema tofauti iliyoko ya qiyamul layl na tahajjud, tahajjud sharti lake ni iwe umeamka katika kulala. Sharti ni uende ukalale kisha uweze kupata nguvu ya kuamka. Hiyo ndio sharti pekee yake, na hiyo ndio tofauti ya qiyamul layl na at-tahajjud. Wakadhalika qiyamul layl wakasema ni kisimamo cha usiku au juz'u min al-layl, ama sehemu katika usiku. Tahajjud wakasema ni salatu fi layl, ni swala inayosimama katika usiku. Kwa hivyo Mtume anasema swala iliyokuwa ni bora zaidi baada ya swala za lazima, ambazo swala za lazima ni 5 tu, kisha baada yake kuna swala karibu 1000 ambazo si swala za lazima, lakini iliyokuwa ni bora zaidi ni swala inayoswaliwa usiku mwingi, nayo ni swala ya tahajjud. Kadhalika katika hadithi ya pili ambayo imetajwa na Nana Aisha mke wa Mtume radhiallahu ta'ala anha, asema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqumu min al-layli hatta tatafattara qadamahu, faqultu lima tasna'u hadha ya Rasul Allah wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, wa fi riwaya wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Qal afala akunu abdan shakura. Katika hadithi ya pili, hadithi ambayo twahitaja, lengo letu sisi kutaja hii hadithi ni kuionyesha hii swala ya tahajjud. Tumeionyesha kwenye Qur'ani, tumetaja aya 3, lakini tumesema aya ni nyingi zaidi ya 3, aya ambazo zimeashiria aidha imetaja moja kwa moja, kama aya katika sura al-Isra, wa min al-layli fatahajjat bihi, tahajjud imetajwa, na katika aya nyingine ni qiyamul layl, qumil layla illa qalila imetajwa, na katika aya nyingine inaashiriwa tatajafa junubuhum. Hii hapa inaashiriwa hii swala ya usiku,
katika hadithi yetu ambayo itakuwa ni hadithi yetu ya mwisho katika wakati, hadithi ambayo itatupatia picha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo imetajwa na mkewe Aisha binti Abi Bakr radhiallahu ta'ala anhu, asema kana nabiyu, alikuwa Mtume mtukufu wa daraja, yaqumu min al-layli, husimama usiku, hata tatafattara qadamahu, mpaka nyayo zake zikawa ni zenye kufura. Hii hadithi tunahitaji tuchukue picha kamili ya namna alivyokuwa Mtume katika kisimamo chake. Na hapa nashukuru tumeingiliwa na mwalimu wetu, wanachuoni wetu, Fadhila Ustadh Abdullah Salim Abdallah. Mimi nitataja hadithi yangu ya mwisho kama hiyo, alafu nitamuomba japo kwa uvamizi aweze na yeye kutabaru katika dakika ambazo zimebakia chache mbele yetu. Kwa hivyo Mtume alikuwa akisimama usiku mwingi, akisimama kuswali, hata akatafatwa qadamahu,